mazungumzo yote yanafikia tamati kwa kuwa na nia njema. Sawa sawa, nia njema ikiwepo itafikia, lakini tukiwa na kufungana kwamba hebu tuwapeleke mpaka, kwa mfano tuliingia kwenye mazungumzo ambayo yalipambwa kwa jina la maridhiano, si ndio? Chini ya uongozi wa mwenyekiti wetu wa chama wa zamani Freeman Mbowe. Mimi binafsi ni miongoni mwa watu waliopongeza ile hatua. Kama unakumbuka, chama chetu tuligawanyika eneo hilo, watu wengine wanataka maridhiano yaendelee, wengine wanataka yasiendelee. Mimi mwenyewe kwa mtazamo wa siasa zilivyokuwa kabla ya Rais Samia kuingia madarakani na baada ya Rais Samia kuingia madarakani, nilikuwa upande wa Freeman Mbowe nikisema kwamba hizi siasa hizi, haya maridhiano yafanye nini, yaendelee, kwa sababu niliona ameleta utulivu kwenye nchi, yalileta tena angalau na sisi kujiona ni sehemu ya taifa. Sasa baadaye yalivurugika kwa kutokuwa na nia njema ya upande wa serikali na Chama cha Mapinduzi. Kwa ninaamini hata leo maridhiano au mazungumzo yatakayokuwepo, endapo kuna nia njema ya kwamba kuna kitu kama taifa tunatakiwa tuwe nacho, yatafanikiwa. Kwa wakati ule umegusia rais kukutana na Mheshimiwa Tundu Lissu Ubelgiji, niseme wazi kwamba nia ya rais wakati anaingia madarakani ilikuwa ni njema sana, ilikuwa ni kuleta utulivu wa kitaifa kabisa, na ndio maana alikuja na zile 4Rs ambazo akasema reforms, akasema resilience, akasema zile zilikuwa zinaonyesha kwamba kuna mahali kama taifa tumemisi, kwa hiyo tunatakiwa kupatengeneza ili twende mbele zaidi, si ndio hivyo? Sasa baadaye nakumbuka wakati wa maadhimisho ya siku ya mwanamke tulimwalika Moshi miaka 2 iliyopita. Mwenyekiti wetu wa wakati ule Freeman Mbowe akamwambia, una nia fulani nzuri kwa ajili ya taifa lako, lakini kuna wahafidhina ndani ya chama chako ambao hawataki wewe uendelee. Na yeye akatania akamwambia, hata wewe ndani ya chama chako kuna wahafidhina. Kwa hiyo rais alisema ndani ya Chadema kuna wahafidhina, na mwenyekiti wetu akasema ndani ya CCM kuna wahafidhina. Sasa kwa kurejea hii kauli ya rais na Freeman Mbowe, ninaamini kwamba hao wahafidhina ndio wamekwamisha yale mazungumzo, kwa sababu pengine labda wako kwenye mifumo ambao wananufaika, ndio maana ikafikia hatua makubaliano yote ambao walikuwa wanaenda nao CCM na Chama cha Mapinduzi na mimi na Chama cha Demokrasia na Maendeleo yakawa yamekufa na hatujaona matunda ya yale maridhiano. Kwa hiyo wametumia pesa ya umma, wamekaa vikao kadhaa kuhakikisha kwamba wanatengeneza, wanaona taifa linaenda mahali fulani, afu vimekwama. Lakini pia uliongea issue ya Tundu Lissu kuingia kwenye mgogoro. Mimi niseme tu wazi kwamba Tundu Lissu ni mwanasheria, ni wakili mbobevu. Kama ulishasikia story za huko mtaani, hajawahi kudhibitisha kwamba hajawahi kushindwa kesi au ameshindwa chache sana. Kuanzia hizo hajawahi kudhibitisha, nasema ni story za mtaani kwa sababu yeye mwenyewe hajawahi kuzisemea. Kwa hiyo ni tunaposema tu kwamba kuna story kama hizo, maana yake tunakubaliana ni mtu ambaye anaijua sheria. Wakati wa bunge la Ana Makinda ulikuwa unamsikia Ana Makinda kila wakati, Tundu Lissu tusaidie hapa tunatokaje. Kwa ni mtu ambaye anaijua sheria, anajua haki zake, anajua njia gani apite, na ndio maana paka leo hajawahi kukutwa na hatia kwenye kesi zote. Mkapa amemshtaki mara 3, Kikwete mara 6, Magufuli sijui kesi 8. Leo Samia hii wakati wa Samia ni kesi nafikiri ya 3 au ya 4 anashtakiwa, lakini zote hizo hajawahi kukutwa na. Sasa maana yake ni nini? Maana yake huyu ni mtu ambaye hafanyi makosa, hana makosa, ila ama kubambikiwa kesi au tu ule uhasama kwamba tukimwacha hapa kwa ujuvi wake atawafunua watu mambo mengi. Kwa hiyo Lissu sio mkorofi. Lissu ni mtu anaijua haki yake, na mimi nimebahatika kukaa naye mara kadhaa face to face. Kwa elimu yangu ndogo ya saikolojia nikagundua huyu ni mtu ambaye hajui kumsema mtu baya kama huyo mtu hana huo ubaya. Yaani ukiwa na jambo zuri atakwambia hilo ni zuri, ukiwa na jambo baya atakwambia hilo ni baya, regardless ya heshima
ambayo unayo wewe na yeye. Ndio maana kuna wakati wa uchaguzi watu walisema anamsema mwenyekiti. Yeye anachojua kwamba kwa mwenyekiti hapa amekosea, kwa atakwambia hapo umekosea. Sasa watu wa namna hiyo mara nyingi huwa tuna face magumu. Umezungumza jambo zuri, lakini hii kiafya ya kisiasa ukisema kama mtu hana kosa afu unambambikizia kosa, na ukiangalia Tundu Lissu ukimtaja tu Tundu Lissu, yani kama vile hata mtoto mdogo anakuwa anamfahamu. Nadhani kisiasa sasa afya inakuwaje kama mtu hana hatia leo unambambikizia hatia? Hilo sasa ndio serikali na Chama cha Mapinduzi ama hawajalijua au wanalijua ila wanafanya kwamba tuone matokeo yake. Kwa sababu nikurudishe nyuma kidogo, wakati wa uchaguzi wetu wa ndani ya chama, kama wewe ni mwanahabari nafikiri ulikuwa unafuatilia, tulikuwa na mvutano mkubwa sana wa pande kwa sababu ya wale majiant wawili walikuwa wanagombea pamoja, kambi ya Mbowe, kambi ya Lissu. Sasa mimi nakumbuka siku moja nimevaa sare ya chama stendi mpya hapa Tabora. Tunasikuwa peke yangu, tulikuwa watatu. Tulikuwa na shughuli tu ya chama, tukapita tu tumevaa sare zetu za chama. Watu ambao tuwafahamu, hatuwajui, hatujawahi kuonana nao, wakatupigia makelele, people's power, tukasimama. Watu wamekuja, unasikia tuleteni Tundu Lissu. Kwa siasa zilivyo tuleteni Tundu Lissu. Nataka kukwambia hivi, huyu mtu ana uungwaji mkubwa wa wananchi wa kawaida kwa sababu watu wamemjua mwenendo wake uliopelekea mpaka akapata hayo madhira aliyopata September 7. Sasa kwa kufuatiliwa kwake na wananchi, alafu serikali au Chama cha Mapinduzi kinakuja kumfanyia hayo wanaomfanyia saa hizi, wanatengeneza enmity kubwa sana ambao wao hawajui. Yaani wanatengeneza uadui na uhasama mkubwa, wanawafanya watu wachukie serikali yao, kitu ambacho hatutakiwi kwenda huko tunakoelekea. Kwa hiyo